Haleluya. 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 Ninatamani tujifunze neno la Mungu kupitia kichwa kinachosema Mungu utumia waliokataliwa. Mungu utumia waliokataliwa. Haleluya. Natamani tufungue wote kitabu kile cha Waamuzi. Waamuzi 11. Mstari ule wa kwanza. Waamuzi 11 mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Haleluya. Kitabu cha Waamuzi 11 mstari ni ule wa kwanza mpaka ule wa 11. Leo tutajifunza habari ya Yefta. Haleluya. Haleluya. Aliyefika asome. Basi huyo Yefta Mgileadi alikuwa shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yefta. Mkewe huyo Gileadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe mwana wa mwanamke mwingine. 3, ndipo Yefta akawakimbia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu, na watu mabaradhuri walikwenda na kutangamana pamoja naye. Kutangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. 4, ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamkunitukia mimi na kunifukuza mtoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwani kunijilia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka tukuelekee wewe tena, ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni, nawe utakuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wote wa Gileadi. 19, basi Yefta akawaambia wazee wa Gileadi kwamba mwanirejeza kwetu tena ili kupigana na wana wa Amoni, naye Bwana akiwatoa mbele yangu, je, mimi nitakuwa kichwa chenu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, yeye Bwana atakuwa shahidi katika kati yetu, hakika yetu tutafanya sawasawa na neno lako. Ndipo Yefta akaenda pamoja na wazee wa Gileadi, na hao watu wakamfanya awe kichwa tena mkuu juu yao, naye Yefta akanena maneno yake yote mbele ya Bwana huko Mispa. Basi Yefta akatuma wajumbe waende kwa mfalme wa wana wa Amoni, akasema, je, wewe una nini nami hata umenijilia kupigana juu ya nchi yangu? Mfalme wa wana wa Amoni akawajibu hao wajumbe wa Yefta kwamba kwa sababu Israeli walitoa nchi yangu hapo walipokwea kutoka katika nchi ya Misri, tokea Arnoni mpaka Yaboki na hata Yordani, basi sasa yarudisha hizo nchi tena pasipo matata. Yefta alikuwa ni mtu aliyekataliwa na ndugu zake, na alikataliwa kwa sababu alizaliwa na mwanamke kahaba. Haleluya. Haleluya. Alifukuzwa nyumbani na kuishi mbali na familia yake. Lakini pamoja na kukataliwa kwake, Mungu alikuwa anakusudi juu ya maisha yake. Naomba watu 6 niwaonyeshe, kwa sababu mimi huwa napenda kufundisha kwa mifano. Haleluya. Haijalishi umetokea wapi, Mungu anaweza kukuinua. Haleluya. Tumishi njoo. Haleluya. Pastor Israel njoo. Yes, simama pale. Wewe njoo. Huyu ni Mungu aliyemkusudia Yefta azaliwe. Haleluya. Simama hapa. Huyu ni mama aliyemzaa Yefta. Haleluya. Hautakuwa hivyo katika jina la Yesu. Wakamwita kahaba. Nadhani wengi mnaelewa maana ya kahaba.
Haleluya. Lakini akamzaa Yefta aliyekusudiwa na Mungu. Haleluya. Baada ya kumzaa Yefta aliyekusudiwa na Mungu, hawa ni ndugu za Yefta. Haleluya. Naomba watu wengine wawili watatu simameni pale. Hawa ni ndugu wa Yefta. Ndugu zake Yefta wanamkataa Yefta. Haleluya. Anavyokataliwa Yefta na ndugu zake, Yefta anaondoka kwenda kijiji kingine. Yefta alipofika kwenye hichi kijiji, akatafuta ndugu waliokataliwa kama yeye. Njooni wengine. Yefta akatafuta ndugu waliokataliwa kama yeye. Haleluya. Haleluya. Hawa ndugu walivyokataliwa, Yefta akaanza kuwajenga, akawafanya ndio ndugu zake. Haleluya. Baada ya kuwafanya ndio ndugu zake, Yefta anapambana kwa magumu, anaomba, anawafundisha namna ya kukomaa, namna ya kutafuta maisha, namna ya kusonga mbele. Hakuwaza tena historia ya kwao. Alijua tayari nimekwisha kutengwa na mimi nimezaliwa na mwanamke mkaaba, lakini Mungu aliweka kitu ndani ya Yefta. Haleluya. Mungu aliweka kitu ndani ya Yefta. Baada ya Mungu kuweka kitu ndani ya Yefta, anazidi kuwajenga hawa. Akasahau kabisa historia ya kwao. Haleluya. Baada ya kusahau historia ya kwao, Yefta anazidi kupambana. Anazidi kupambana. Mama yake ni kama alitengwa, lakini tayari amezaa chombo kilichokusudiwa na Mungu, na yeye akuje kuwa mtawala. Lakini baada ya mama kutengwa, historia bado Mungu ameweka kitu ndani ya Yefta, na akamkusudia ya kwamba hatakuja kuwa mtawala. Kwa namna gani? Tazama sasa. Yesu alikwisha kumtengemaza Yefta kwenye nchi kijiji. Ameshatengeneza ndugu zake, ameshatengeneza marafiki. Baada ya kutengeneza ndugu na marafiki, shida inatokea nyumbani kwao. Kusudi la Mungu linataka kutimia. Ndugu wananyanyuka, wanatafuta wazee, wanaona hii vita, kuna ndugu yetu alitupwa kule. Kusudi la Mungu, kusudi la Mungu huwa alijifichi. Haleluya. Tayari Mungu alikwisha kuweka kitu ndani ya Yefta ya kwamba atakuja kutawala. Hawa ni ndugu zake aliokwisha kujitengenezea. Siku hizi marafiki ni bora kuliko ndugu wa kuzaliwa. Haleluya. Sasa amekwisha kutengeneza ndugu. Kijiji chake sasa cha Yefta kimekuwa na kuchanua. Tayari akajua huku nina ndugu zangu. Hawa ndugu anawafundisha maisha magumu kwa sababu ni watu waliokataliwa na wao. Anawaambia kuweni imara, kuwa strong. Kwa hiyo mawimbi yakija hayamtikisi tena Yefta. Kwa nini? Ameshapita kukataliwa. Lakini bado Mungu aliweka kusudi ndani ya Yefta. Baada ya kumpita kukataliwa na ndugu zake, bado Mungu anaendelea kumpa ushujaa. Bado Mungu anaendelea kumtia nguvu. Anamwambia Yefta, simama imara. Anawafundisha maisha magumu. Hata yaje mawimbi kiasi gani, wafundishe ya kwamba mtavuka. Hata yaje magumu kiasi gani, mtavuka. Huku Yefta anapambana, ndugu wa Yefta wanabaki wakijiuliza, tutafute wazee. Tutafute wazee watakao kwenda kule kwa Yefta. Wale wazee, sasa wewe sio mama tena, turudi hapa. Ni wazee wawili wananyanyuka kwenda kwa kina Yefta. Sasa wanaenda kumtafuta Yefta. Kusudi linataka kutimia. Wanamwambia Yefta, twende baba yangu, twende turudi kule ulikozaliwa. Yefta, twende ukatuponye. Yefta, twende ukatengeneze ule mji wa baba yako. Pamoja na kwamba ndugu walimkataa, wanampokea Yefta. Kusudi la Mungu linatimia. Haleluya. 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 Kusudi la Mungu alifi. Kusudi la Mungu alifi. Mungu anapoweka kusudi ndani yako, hata wangechimba shimo, kama lile walilomchimbia, ni nani yule? Yosefu.
wakamchimbia shimo, akapita kwenye mahali pagumu kusukwasukwa mpaka atokee mtu kuja kujua kuna mtu kwenye shimo. Inaelekea miaka 40, lakini kusudi la Mungu ili litimie, lazima akutoe. Haleluya! Hata kama unapitia magumu kiasi gani, hata kama kuna mahali unapita pagumu, hata kama una maumivu kiasi gani, Yesu ana njia ya kukutoa. Yesu ana njia ya kukutoa. Njia ipo katika jina la Yesu. Jiachilie kwa Bwana, maana yeye alishaweka kusudi. Akikuandaa kuwa kiongozi utakuwa tu. Hata ufike miaka 90, utembee na mkongojo, kusudi lake lazima litimie. Haleluya, haleluya. Yefta akarudi kwao, akapokelewa kwao, akaja kuwa mfalme wa kwao, akaja kuwa mtawala. Kusudi la Mungu likatimia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Nendeni mkakae. Haleluya, haleluya. Kusudi la Mungu linapotaka kutimia, hata upite mahali pagumu namna gani, hakikukusudia utakuwa mtawala, rais wa Tanzania utakuwa. Hakikukusudia utakuwa waziri mkuu utakuwa. Hakikukusudia utakuwa bilionea utakuwa. Ni lazima kusudi lake litimie, hata kama litacheleweshwa na wanadamu. Kusudi la Mungu ni lazima litimie. Haleluya. Kukataliwa si mwisho wa maisha yako. Watu wengi wanakataliwa, wanabaki na maumivu. Imekuwa maumivu ndani ya moyo, maumivu. Hapana, kukataliwa sio mwisho wa maisha yako. Haleluya. Yamkini mahali unapokataliwa unatakiwa uondoke ukafike kwenye hatima yako. Haleluya. Unatakiwa unyanyuke. Ukiona umepigwa sana vita, sio bure. Kuna kusudi la Bwana. Kuna hatua unatakiwa kuichukua. Uichukue hatua ili uweze kufika kwenye kusudi la Bwana. Haleluya, haleluya. Yefta alifukuzwa na ndugu zake kwenye ile Waamuzi 11 mstari ule wa 2. Wakaona hana thamani. Haleluya. Wakamwona Yefta hana thamani. Kumbe ndiye ameandaliwa kuwa mtawala. Haleluya. Kumbe saa nyingine Mungu anaweza akakuletea neema ukaipiga teke. Haleluya, haleluya. Yefta alikuwa ni neema kwenye mji wa kwao. Hata kama alizaliwa na mwanamke kahaba, Mungu alikusudia Yefta azaliwe haje kukomboa taifa la kwao. Haleluya. Nataka nikwambie, watu wanaweza kukuona ufai, familia inaweza kukutenga, jamii inaweza kukudharau, lakini Mungu anakuona unafaa, ni wa thamani, ni chombo imara. Haleluya, haleluya. Kukataliwa na watu kukataliwa na watu si kukataliwa na Mungu. Haleluya, haleluya. Ukaona mwanadamu amekukataa, yuko Mungu anayekukumbatia, anakuweka chini ya mbawa zake, anakuambia tuliza moyo, niko ambaye nipo, ninakufinyanga, tuliza moyo, ninakutoa ng'ambo ya pili ukawe mtawala. Haleluya, haleluya. Mungu hutumia mazingira magumu kukuandaa. Haleluya, haleluya. Mungu hutumia mazingira magumu kukuandaa. Yefta alienda kuishi chini ya Tobu. Haleluya. Yefta alienda kuishi chini ya Tobu, akakusanya watu waliotengwa kama yeye kwenye Waamuzi 11:3. Leo tutatembea na kitabu cha Waamuzi tu. Alifukuzwa, akaenda kupigana vita. Haleluya. Na alijifunza kupigana vita. Alijifunza uongozi. Haleluya. Alikomaa katika shida. Katika shida. Saa nyingine magumu unayopitia, kumbe yanakukomaza. Haleluya. Maumivu unayopitia yanakukomaza, ili kesho Mungu anaposhuka kwako uwe umesimama imara, useme ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya, haleluya. Waliokukataa watakurudia.